Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, maandamano ya Sabasaba yanaendelea kugonga vichwa vya habari, huku idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wakionyesha nia na sababu ya kuandamana. Kuna baadhi ya video hizi ambazo zinazidi kudhihirisha wazi kwamba watu wataweza kujitokeza katika maandamano ya Sabasaba. Sasa leo anakuja Mchina, unaambia unaondoka, unaenda wapi? Lazima tuwe na uwezo wa kujisimamia. Nimezungumza kitu kwamba kuna maandamano tarehe 7. Yale sio maandamano. Maandamano yatakiwa yao yetu sisi. Kweli. Kama kweli tunajipenda, tunapenda nchi yetu, maandamano yaanzie Mkuyuni. Ndio. Lakini baada ya haya, ndugu zangu, na mtazamaji wangu, video hiyo ni wachimba mgodi ambao hivi sasa nao wameweza kufanya maamuzi na kuwa na sababu tosha ya kuingia katika maandamano ya Sabasaba, wakiamini kwamba viongozi wakuu walioko madarakani hivi sasa wameweza kusahau jukumu lao kwa wanaozidi kuchimba mgodi, jambo ambalo linazidi kukumbusha tukio la kutamausha juzi kati baada ya idadi kubwa ya watu walioweza kuaga dunia katika mgodi baada ya mgodi huo kuporomoka, ikiaminika kwamba mmiliki wa mgodi huo ni mtoto wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni Abdul. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema moja kwa moja uweze kuelekea kwa ukurasa rasmi wetu mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii wachimba mgodi wameweza kudhihirisha wazi kwamba katika maandamano ya Sabasaba ya amani yanayozidi kupangwa na vijana Gen Z, wao nao watakuwa na maandamano tarehe hiyo, kwani wanaamini kwamba serikali iliyoko madarakani imeweza kusahau jukumu na hata baadhi ya ahadi walizoweza kuziahidi kwa wanaozidi kuchimba mgodi. Vile siku ya jana tuliweza kushuhudia maandamano ya wanabodaboda ambao pia wanaamini kwamba kile kinachozidi kufanywa na maafisa wa trafiki na baadhi ya maafisa wa polisi inaaminika kuwa ni swala la unyanyasaji, kwani wameweza kunyima haki wanabodaboda hao, jambo ambalo linazidi kusababisha wanabodaboda hao kupata kipato cha kukidhi mahitaji yao. Pia leo hii, mtazamaji wangu, kuna afisa huyo wa polisi ambaye ameweza kujitokeza na kuzungumzia ya kwamba maandamano ya Sabasaba yatakuwa na uwezekano mkubwa yaweze kufanyika. Mwingine anaamka asubuhi anasema bana, kesho tutaandamana, tarehe fulani tutaandamana, na kwa sababu ya kilichotokea Oktoba 29 taifa linalazimika kuwa na wasiwasi. Mamlaka lazima ziwe na wasiwasi, kwa sababu wasiwasi ndio akili. Vyombo vya dola vitakuwa huku, polisi, majeshi, ili kuona hicho kitu kinadhibitiwa. Hata kama mtu aliongea tu kijuha tu, lakini kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu zile sababu zinazopelekea watu wafikirie kuandamana hazijatatuliwa. Tunatumia nguvu ndio kuzuia, lakini sababu zile hazijatatuliwa. Kwa unaweza kuona kwamba kumbe kuzuia maandamano ni kwa kutumia nguvu na rasilimali za nchi, lakini kukomesha hii hali ni jambo dogo tu la kukubaliana, kuangalia tatizo ni nini, litekelezwe, mambo yaende tu, yani simple. Mwingine anaamka anasema mimi nina kikosi bwana, mkiandamana nitawafanya hivi, nitawafanya vile. Ni haki ya katiba kuandamana, kwani baadhi ya mambo ambayo idadi kubwa ya Watanzania wamekuwa wakilalamikia aweze kufanyiwa marekebisho na serikali iliyoko madarakani, hivi sasa hakuna hata moja ambalo limeweza kufanyiwa marekebisho. Hii pia ikichangia maandamano ya Sabasaba kuwa na uwezekano mkubwa yaweze kufanyika ifikiapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, tunazidi kushuhudia viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa wanalaani na kuomba serikali iliyoko madarakani kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo hivi sasa idadi kubwa ya wanachama wa chama Chadema na waliokuwa kimfuatilia Mheshimiwa Tundu Lissu
kuonyesha hasira zao kwa kiongozi wao pendwa kuwa gerezani kwa kesi ya mchongo, jinsi ambavyo iliweza kubainiwa na viongozi wakuu wa chama Chadema, jambo ambalo lazidi kuchangia kwa mara nyingine maandamano ya Sabasaba kuwa na nguvu kubwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7. Vile mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba dhumuni na sababu kuu ya maandamano yanayozidi kupangwa kufanywa Sabasaba ni kutokana na tarehe hiyo kuwa tarehe ya kihistoria kubwa katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia maandamano kadha wa kadha yanazidi kupangwa kila kona. Sio bodaboda, wachimba mgodi, wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu, wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole, na pia Gen Z kwa umoja, ambao ndio wanaozidi kuaminika kuwa na hasira na kuwa na vyanzo kadha wa kadha kuongoza maandamano ya amani ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7, kwani sote tunafahamu kwamba idadi kubwa ya vijana Gen Z waliweza kuathirika kwa maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, jambo ambalo wanaamini hivi sasa ndio wakati mwafaka kwa vijana hao Gen Z kudai haki kwa Gen Z wengine walioweza kuathirika, kuumia na hata kuaga dunia katika maandamano ya Oktoba 29. Hii hapa mtazamaji wangu, moja kwa moja inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa serikali iliyoko madarakani kwa hivi sasa, ni vyema serikali hiyo angalau iweze kusikiliza vilio vya vijana Gen Z ili kujaribu kuzuia maandamano hayo ya Sabasaba. Ila iwapo serikali iliyoko madarakani itaweza kupuzia kile kinachozidi kuzungumzwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii, basi moja kwa moja maandamano ya Sabasaba yataweza kufanyika, jambo ambalo litazidi kuonyesha wazi kwamba serikali iliyoko madarakani iliweza kuahidi kusamehe vijana Gen Z na pia kuratibu aina ya uongozi watakaokuwa wakiongoza. Moja kwa moja iwapo maandamano yataweza kufanyika, basi kutakuwa hakuna mabadiliko ya aina yoyote ile katika uongozi, hasa iwapo maafisa wa polisi wataweza kuombwa na uongozi ulioko madarakani kuzuia maandamano ya vijana Gen Z, na pia swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi iwapo litaweza kutumiwa kwa waandamanaji. Sote tunafahamu kwamba baada ya ghasia zilizoweza kutokea katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, moja kwa moja serikali iliweza kutoa taarifa na kuweka hadharani kwamba imeweza kubadilisha na hata kusamehe, ila kauli hiyo hivi sasa inazidi kusubiriwa ifikapo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa imeweza kusalia siku 5 pekee. Mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa changanuzi wa mambo ya kisiasa wanazidi kuweka hadharani kwamba serikali ya CCM inayozidi kuongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan, hivi sasa ni vyema viongozi wanaozidi kuwa wa karibu naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni vyema waweze kumweleza jinsi gani ambavyo hivi sasa idadi kubwa ya Watanzania wapo na hasira na aina ya uongozi unaozidi kuendesha Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi ni vyema hata kufanya mazungumzo ama kuomba maandamano yaweze kusitishwa na waweze kusikiliza kilio ama vilio vya idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wanaozidi kupitia kipindi kigumu kutokana na gharama kubwa ya maisha inayozidi kushuhudia hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linazidi kusababisha mwananchi wa kawaida kushindwa kukidhi mahitaji yake. Je, mtazamaji wangu, wewe mtizamo wako ni upi? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.